hii nanili lazima nitangaze, nipeleke wapi? Nipeleke kwenye nani, kwenye Waarabu, ili Waarabu wakifanyaje, wakipokea kile kitabu. Walivyokipokea wakaja wakikisambaza, lakini lengo yao ya hicho kitabu ilikuwa ni kwa sababu ya majini. Ndio maana uliona pale majini alikuja moja kwa moja akapokea kile kitabu, sawa. Kwa hiyo hao wafuasi ambao wako hapo ni wafuasi ambao walikuja kwa sababu ya kitabu chao ambacho kilikuja kwa ajili yao. Unaona? Aya, tunasoma tuangalia kwenye Biblia inasemaje. Kwenye Biblia kwenye kitabu cha Yohana 5:22 inasemaje? Yohana 5:22 inasemaje? Yohana 5:22. Sasa huyo Yesu ndio alipewa mamlaka twende kwenye hicho kitabu. Yote Biblia ni kitabu cha Mwenyezi Mungu. Inasema tena Baba na mhukumu mtu yeyote. Tena Baba hamhukumu mtu yoyote. Bali amempa mwana hukumu yote, ili watu wote wamheshimu mwana kama vile wanavyomheshimu Baba. Asiyemheshimu mwana hamheshimu Baba aliyempeleka. Amini amini nawaambia, yeye asikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala haingii bali amepita kutoka mauti kuingia uzimani. Haleluya. Yani natamani hata nikaanza kujazwa sasa hivi. Natamani hata nianze kujazwa. Yani yeye huyo ndio atakaye hukumu ulimwengu. Yani yeye ndio amepewa mamlaka yote. Yani mtu yote akimwamini anaona uzima wa milele. Tusipomwamini tutahukumiwa. Kwa hiyo hicho kitabu cha Biblia ni kitabu takatifu. Kwa sababu yeye ndio amepewa mamlaka yote, yeye ndio amepewa wazifa wote, na yeye ndio atakuwa na mamlaka ya hukumu kila kitu. Unaona? Kwa hiyo tukimkubali huyo tunaona uzima wa milele. Tusipomkubali tutahukumiwa. Kwa hiyo hicho kitabu ni kitabu kitakatifu ambacho ni kitabu cha Mwenyezi Mungu, ambayo Mwenyezi Mungu mwenyewe anataka sisi wote tufanyeje? Tuwe katika haki yake. Ndio maana hapa inasema kwenye kitabu hichi cha Ufunuo 17:14 inasemaje hapo? Tuangalie. Mimi naenda kwenye Biblia, naenda kwenye Qur'ani. Nataka tueleweshane mpaka watu waelewe hapa sasa hivi. 17:14 inasema hawa hawatafanya vita na mwana kondoo. Hawatafanya vita na mwana kondoo. Haleluya. Kwa maana yeye ni Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme, na hao walio pamoja naye ndio walioitwa na wateule na waaminifu. Kisha akaniambia, yale maji uliyoyaona hapo, yale maji uliyoona hapo, Bwana wa mwokozi wa maisha yangu, aketipo yule kahaba ni jamaa na makutano na mataifa na lugha. Haleluya. Kwa hiyo huyo mwana kondoo, mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, yeye ndio alipewa mamlaka yote katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo yeye huyo ndio atakayesimama. Kwa hiyo tunaposema hivyo, ina maana Biblia ni kitabu kitakatifu ambacho kinaleta mafunuo kwa ajili ya kupata haki katika umiliki wa milele. Haleluya. Ikaonekana hapa Yesu Kristo alipewa mamlaka ya hukumu na kuhukumu binadamu, na yeye ndio mfalme wa wafalme, Mungu mwenye nguvu, mtakatifu wa watakatifu. Tunapoangalia hapo Yesu Kristo ni mfalme. Kwenye Qur'ani pia Yesu Kristo ni mfalme. Kuna Qur'ani andiko moja tu ambayo naitoa, ambayo inamtaja Yesu Kristo kuwa mfalme na mwokozi wa maisha ya watu wote, kwa sababu yeye huyo ndio mfalme wa wafalme. Kwa hiyo Qur'ani ni kitabu ambacho kiko na mashaka, si kitabu cha Mwenyezi Mungu. Kwenye Qur'ani 59:23 ndio tunataka tujue kwamba andiko moja ndio kwenye Qur'ani, na ni andiko 3-4 hivi ambazo zilitolewa kwenye Biblia, wakazibandika pale, wakaona ili watengeneze hicho kitabu kiwe vizuri zaidi. Asante. Tuendelee kwenye hicho kitabu cha Qur'ani. Ngapi kaka? Bado hajaisha. 59:23. Naam. Yeye ndiye Mwenyezi Mungu ambaye hapana Mungu isipokuwa yeye tu. Mfalme mtakatifu, mwenye salama, mtoaji wa amani, mwenye kuyaendesha mwenyewe mambo yake,
mwenye nguvu, anayefanya analolitaka, mkubwa, ametakasika Mwenyezi Mungu na hayo wanayomshirikisha nayo. Haya, kwa hiyo tunaposoma huko mfalme wa wafalme wanaenda kukopi kile na wanaenda kukopi pale, wanaenda kuweka pale. Kwa hiyo huyo mfalme kwa wafalme tuko tumemwona huko kwenye kitabu cha Ufunuo, nimemwona huyo ndio mfalme wa wafalme. Sawa, tunarudi kule kwenye nimeitetea Biblia. Biblia ni kitabu cha Mwenyezi Mungu, kinaeleza mambo ya mafunuo ambayo itakuwa katika nyakati hizo na mamlaka hayo ambayo tuliyoyapewa kwa ajili ya Yesu atakavyokuja kwa sababu ya kuhukumu ulimwengu na kuhukumu watu ambao hawamkubali, watu ambao wamempinga. Kwa hiyo hao watahukumiwa. Haya, soma kwenye kitabu cha Qur'ani 18:50 nasemaje? Nimalize maana dakika zangu zinataisha. 18:50 Qur'ani. Hiyo dakika itaweza. Nani ana Qur'ani? Sekunde zako zilikuwa zitaweza, ni kidogo sana. Naam kaka. Haya basi tutaendelea. Haya basi. Muongezeni mwacheni malize hiyo. Haya mwacheni malize. Endelea. Mwingine ingie, Bora maliza. Maliza kabisa. Ingie mwingine ingie. Mwache. Haya. Mtihani wallahi huu ni mtihani. Msiba, ukisikia msiba ndio huu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Haya, kamchafua mtume. Mimi katika vitu ambavyo sivipendi ni kusema mtume eti alikuwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi leo niko nyumbani, niko off, lakini leo hapa kuna vitu nimevisikia sijawahi kuvisikia. Yaani mtu anakuja hapa anaongea vitu uongo kwenye Biblia, anaongea vitu uongo kutumia kwenye vichwa vyake. Sasa mimi Sheikh Juma ukimaliza nitampa maandiko kama muda ikibakia kwamba mapepo wachafu walipomuomba Mungu. Sasa Sheikh, ngoja ni ya watu wawili. Anza acha muda wangu ni kama debate ya watu wawili, baadaye labda hiyo tutanani msitana. Tembea naye. Acha muda wangu fresh muda wangu fresh. Huyu jamaa katika kitu ambacho sijapenda ni kumtaja mtume vibaya. Hebu tuangalie mtume, mwalimu, mtume aliamini ya kuamini 285 Qur'ani. Wewe nani wewe? 285. Sikiliza wewe vitu. Mimi nimekuambia huyu mwanafunzi huyu amekuja kusoma, tumpeleke polepole. Naam. Sawa kaka? Sawa, piga hiyo. Piga hiyo. Sawa. 255. Ya 285. 285. 85. Ile kulu amana billahi wa malaikati. Naam, niko hapo kaka. Al-Karim inasema baada billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. 85. Enyi mlioamini. Ndio. Naam. Piga. Mtume ameamini yaliyoteremshwa kwake. Naam. Kutoka kwa Mola mlezi wake. Naam. Na waumini vile. Naam. 6,100 sina haraka mwalimu. 6,163. 6,163. Ameamini nini mtume? Naam. Analeta uongo hapa. Tufundishe mtume kaamini nini? 6,163. Niko hapo kaka. Naam, baada billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Nasema hana mshirika wake, na hayo ndiyo nilioamrishwa na mimi ni wa kwanza wa Waislamu. Sikiliza wewe, Mtume Muhammad SAW alikuwa ni Muislamu, hakuwa kafiri wewe. Unatuambia nini? Haya, akaongea kuna kitu akaongea hapa ujinga. Kuna kitu aliongea ujinga. Majini wameamini. Sijui nini Biblia mzuri. Biblia simefanya nini? Wewe sikiliza, mwalimu, Zaburi 91:11 hajui kitu huyu. Acha tumpe vitu. Naam. Zaburi
Naam. 11. Naam. 91. Haraka haraka mwalimu. Zaburi 11:91. Naam. Inasema Zaburi 11. 91. 11 21. 91 11. Aya yake 11. 91 11 hapo sawa. 11. 91 11 nasema kwa kuwa atatuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote, mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguuni wako, usije ukajikaa mguu wako katika jiwe. Basi Mathayo 4:5. Wewe nenda ukasome Mathayo 4:5. 4:5 Mathayo inasema, kitabu kisichokuwa na bismillah kinasema, kisha Ibilisi akamchukua mpaka mlima mtakatifu. Inasema kisha Ibilisi akamchukua Yesu mpaka mlima mtakatifu, akamweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia, ukiwa ndiye mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa. Tulia kwanza. Ibilisi kasoma Biblia. Ibilisi, wewe unasema Biblia ni neno la Mungu, ni neno la nini? Ibilisi kasoma Biblia na hakuanguka na pepo alikutoka. Ibilisi mwenyewe ni pepo lakini kasoma Biblia. Mbona haikumdhuru kama ni neno la Mungu? Wewe unaongea nini wewe? Endelea, malizia hiyo haya. Akamwambia, ukiwa ndiye wewe Yesu mwana wa Mungu, basi jitupe chini, kwa maana imeandikwa. Imeandikwa nini? Ya malaika zake na mikononi mwao. Ibilisi anajua imeandikwa. Maneno haya Ibilisi anasoma, kasoma katika Biblia. Kasoma Biblia plus Yesu. Yaani kachukua Yesu plus Biblia. Yaani vitu vyote kaviweka mkononi, akamwambia wewe imeandikwa. Yeye anajua imeandikwa. Kama wewe kweli mwana wa Mungu, jitupe hapa chini. Kwa Ibilisi anasoma Biblia na anaijua. Wewe unakuja unaambia hapa neno la Mungu. Neno la Mungu Ibilisi anasoma wapi shetani? Wapi shetani alisoma Qur'ani? Wapi? Sababu sisi huku imesema walisikia tu mashetani au majini. Walisikia tu Qur'ani kisomwa basi. Sawa? Lakini hapa Ibilisi mwenyewe, Ibilisi mwenyewe kaisoma Biblia na akamwambia tena hapo, kamshika Yesu. Yesu kashikwa kama kisu kijidu gani? Kama vile mtu kashika kuku, akaenda unawekelea juu ya meza. Wenzako wanapanda Kilimanjaro, twende kupandisha Yerusalemu. Akashika ile akamwekelea juu pale, anambia wewe imeandikwa. Yeye anajua. Wewe maneno ya Ibilisi haya. Huyu hajui kitu. Mwalimu Yesu akampiga dawa, akataka mfanye wewe Mkristo. Bana, jamani napiga tena imeandikwa. Yesu akamwambia Ibilisi, tena imeandikwa. Ngoja bibi bwana, Bwana Mungu wako. Unaongea. Tulia. Na nimesema rudia. Yesu akapiga dawa sasa, baada ya kuona Ibilisi anampanda kichwani. Yesu akamwambia Ibilisi, tena imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Na sasa sikiliza kidume huku, wao walisikia. Soma hiyo, alitoa 46 Ibilisi akampanda kichwani Yesu 9, akamwambia, haya yote nitakupa ukianguka ukinisujudia mimi. Ibilisi, sawa, achana nayo, twende hiyo 40 Qur'ani, hiyo 46:29. Wewe official uko karibu? Ndio 46:29 aliotoa hiyo apitie 46:29 Qur'ani. Ajui huyu kitu anaongea. Kaka, supige ile ya Paulo. Tulia wewe, achana naye. Hizo 46:29. Hizo ni nyundo za baadaye, wewe tulia. Tumchemshie tu maji. Atakoga maji ya moto leo. Na wakati tulipowaleta kundi la majini kuja kwako kusikiza Qur'ani, basi walipo ihudhuria walisema, sikizeni. Na ilipokwisha somwa walirudi kwa kaumu yao kwenda kuwaonya. Naam. Haya inasema. Wakasema nini? Enyi kaumu yetu, sisi tumesikia kitabu kilichoteremshwa baada ya Musa. Naam,
kinachosadikisha yaliyokuwa kabla yake na kinachoongozwa kwenye haki na kwenye njia iliyonyoka. Safi. Yakobo 2:19. Sawa, ngoja 7:16. 7:16. Qur'ani. Sikiliza Qur'ani 7:16. 7:16. Hii ni tiba, hii tiba maalum kwa vipofu. Naam, akasema, kwa kuwa umenihukumia upotovu, basi nitawavizia katika njia yako iliyonyoka. Safi. Andiko linasema huyo ni Ibilisi. Mwenyezi Mungu akamhukumia upotovu, wewe umepotea. Na Ibilisi sisi ni adui yetu. Huku tunaona anaongea na Yesu. Sisi ni adui yetu, nyinyi mnaongea naye. Tuendelee, mwalimu. Toa soma 36:40 Qur'an, tumalize na hapo kaka kwanza. Maliza basi, maliza. 36 yake 60 hapo kwanza. Maliza mwalimu, maliza. Huyu vipi huyu? Huyu vipi huyu? Maliza mwalimu, maliza. Naam, inasema kaka. Leo inasema 60 inasema, je, sikuagana nanyi enyi wanadamu kuwa msimwabudu shetani? Naam. Hakika yeye ni adui dhahiri kwenu. Na ya kwamba mniabuduni mimi, hii ndiyo njia iliyonyooka. Safi. Aya, ingie 59:23. Dakika zimeisha haraka. 9:25 Qur'ani kwapo kaka. Alitoa hiyo 59:25. 23 anzia 22. Inasema, yeye ndiye Mwenyezi Mungu ambaye hapana Mungu isipokuwa yeye tu, mwenye kuyajua yaliyofichikana na anayoonekana. Yeye ndiye mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Naam. Yeye ndiye Mwenyezi Mungu ambaye hapana Mungu isipokuwa yeye tu, mfalme mtakatifu, mwenye salama, mtoaji wa amani, mwenye kuendesha, mwenye mambo yake, mwenye nguvu, anayefanya analolitaka, mkubwa. Ametakasika Mwenyezi Mungu na hayo wanayomshirikisha nayo. Safi. Haya. Mwenyezi Mungu si hana mshirika yoyote. Na ndio endelea. Nadhani tunaenda kwenye shapiga dakika 10 Mwalimu Juma, mada ni Biblia na Qur'ani. Naam. Okay, baadaye mtanipa, ngoja kwanza nimfundishe huyu. Nikimaliza nyewe wote baadaye nitamfundisha Biblia kwamba sio kitabu. Hata dakika zako zimeisha. Zimeisha ndio. Atusubiri ngoja unasemaje? Tunakuja kwenye. Asante sana bwana. Nataka nisafishe kwanza Biblia yangu. Austin, nipe dakika basi. Ngoja tunaenda tunaenda dakika ngapi tena? Tusimama 10. Yani ni wewe tu, yani mimi nipo tayari masaa 24, yani mimi nipo tayari kabisa. Tunaenda ya muda, kwa sababu ya muda. Saa ngapi? Saa 2:30 ingia kazini. Kwa hiyo natakiwa sasa hivi tutaenda. Ndugu nataka ingia umenyamaza tena, wewe ndio utakao uongee ama chairman nani? Tushapiga 10 zishakuwa 2. So tunataka tuende kwenye nani 5 alafu tuingie kwenye maswali, story ishe. Sawa. Haya sawa. Timotheo wa pili 3:16. Timotheo wa pili 3:16 inasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu. Dakika 5 mwekee Mwekee dakika basi, naona hapa hapa lazima niangushe nyundo kabisa hapa. Inasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza na kukuadibisha. Kwa hiyo kila andiko lafaa kwa mafundisho. Kwa hiyo kila andiko lafaa kwa mafundisho katika wajibu wa Biblia. Kwa hiyo Biblia ni neno la Mungu. Kwa hiyo maandiko yote ambayo yapo ndani ya Biblia ni maneno ya Mwenyezi Mungu.
Haya, soma Luka 24:27. Luka 24:27 Mm. inasema, Mm. akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Wakakikaribia kile kijiji walichokuwa wakienda, naye alifanya kama anataka kuendelea mbele. Wakamshawishi wakisema, kaa pamoja nasi, kwa kuwa kumekuchwa na mchana unakwisha. Akaingia ndani. Haleluya! Oh, Yesu wangu. 44:45 nasemaje? Ngapi? 44:55. Kitabu gani? Hiyo Luka 44:55. Amna 44 kwenye Luka, mwisho 24. Unaruka hapo hapo 24, unaruka mpaka 44 mpaka 45. Okay. 44 nasema, kisha akawaambia, hayo ndiyo maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi, ya kwamba lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa na katika manabii na Zaburi. Ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Bwana ni Bwana wa mabwana. Haleluya. Kwa hiyo Biblia ni neno la Mwenyezi Mungu. Biblia ni neno la Mwenyezi Mungu. Aya, twende kwenye Qur'ani. Maana dakika zangu zinakaribia kuisha hapa. Naangalia dakika mimi. Aya, twende kwenye Qur'ani. Official 18:50 nasemaje hapo? Msome kiasi. 18:50 nasema, a'udhu billahi minash shaitani rajim. Inasema, na tulipoambia malaika msujudieni Adamu, walimsujudia isipokuwa Ibilisi. Yeye alikuwa miongoni mwa majini na akavunja amri ya Mola wake mlezi. Je, mnamshika yeye na dhuria zake kuwa marafiki badala yangu, hali wao ni adui zenu? Ni ovu mno badala hii kwa wenye kudhulumu. Kwa hiyo Waislamu wote ambao wanochukua masuala ya nanili wote ni majini. Haya, kwa hiyo nyinyi wote ambao mnaonanili kwa sababu ya sasa hivi wanaona wale majini. Kwa hiyo hicho kitabu ni kitabu cha mashetani. Kwa hiyo wajibu wa Qur'ani inasema hivi, tuendelee tena, nasemaje tena hapo? Inasema msije mkasema kwamba mimi nadanganya. Inasemaje? Sikuwashuhudisha kuumbwa kwa mbingu na ardhi, wala kuumbwa kwa nafsi zao, wala sikuwafanya wapotezao kuwa ni wasaidizi. Na siku atakaposema Mwenyezi Mungu, waiteni hao mliodai kuwa ni washirika wangu, basi watawaita, na wao hawatowaitikia, nasi tutaweka baina yao maangamio. Na wahalifu watauona moto, na watajua ya kwamba wao lazima wataingia humo, wala hawatapata pa kuepuka. Kwa hiyo hao majini ambao waliletewa hiyo Qur'ani, ambao waliletewa Qur'ani na Mtume Muhammad, ambayo imekuja kwa ajili yao, sio kwa ajili ya binadamu. Unaona? Kwa Mtume Muhammad aliletewa ile majini ambao ni mashetani, wakapokea ile majini, wakayajenga kabisa, yakaweka ndani ya akili zao, wakaanza kuyafundisha, wakaanza kuwapeleka mpaka msikitini, wakaenda kuswali. Ndio maana unaona hata kwenye kwenye Suratul Jini, sura ya majini yapo kwenye hivyo vitabu. Kwa hao majini ndio walichukuliwa wakapelekwa kwenye nafasi zao. Kwa ukiangalia hao majini wanatawala sana, dakika simisha mama yangu. Haya bwana. Haya sawa, huyu ni tumfundishe. Akili ni mbovu. 39:1 Qur'ani. Naam, 39.
39 surati Zumar 1 inasema, baada ya audhu billahi minashaitani rajim bismillahir rahmanir rahim, 1 inasema, mteremsho wa kitabu hiki umetokana na Mwenyezi Mungu mwenye nguvu mwenye hikima, hakika sisi tumekuteremshia kitabu hiki kwa haki, basi muabudu Mwenyezi Mungu ukimsafia dini yeye tu. Sasa mbona toka ameanza kuongea hapa, toka ameanza kuongea hajatoa aya kama hii. Wapi Biblia imetushushwa na Mwenyezi Mungu? 32:2 Qur'ani. Nimaliza ninge kwenye Biblia nimalizane naye huyo. 32 inasema surati Sajdat inasema 2, a'udhu billahi minashaitani rajim, huu ni mteremsho wa kitabu kisichokuwa na shaka yoyote kinachotoka kwa Mola mlezi wa walimwengu wote. Alisema kwamba kila neno linafahamu kwa mafundisho ya nini? Ya Mungu. Kila neno lenye punzi ya Mungu. Lenye kuna mingine hayana. Sawa. Timotheo wa 2:4-6. Kila neno lina pumzi ya Timotheo wa 2:4-6 inasema, kitabu kisichokuwa na bismillahi kinasema, inasema nini? Kwa maana mimi sasa namiminwa na wakati wa kufariki kwangu umefika. Rudia andiko, hajasikika vizuri. Rudia vizuri, soma vizuri nani bwana Sheikh, vipi? Soma vizuri. 4:6 inasema, kwa maana inasema nini? Inasema kwa maana mimi sasa namiminwa na wakati wa kufariki kwangu umefika. Safi. Sasa aje hapa atuambie Paulo alikuwa anamiminwa nini na haya maneno kama na pumzi ya Mungu. Mwalimu, 19:11 Mathayo. Wewe kijana wewe. Haraka. 19:11 Mathayo. Utuambie sasa haya maneno ni ya Mungu. Soma hiyo ndugu yangu. 19:11 Mathayo inasema, lakini yeye akawaambia, si wote wawezao kulipokea neno hili, ila wale waliojaliwa. Maana wako matowashi waliozaliwa hali hiyo toka tumboni mwa mama zao. Tulia. Aje atuambie hapa. Uje utuambie wewe kijana, uje utuambie hapa. Sasa hivi namwaga mboga. Dakika za mwisho za majeruhi hizi ni kumwaga mboga. Endelea kusoma. Uje utuambie kwa nini mnawafanya watu kuwa mashoga. Endelea. Ni neno la Mungu. Maana wako matowashi waliozaliwa hali hiyo toka matumboni kwa mama zao. Tena wako matowashi waliofanywa na watu kuwa matowashi. Tena wako matowashi waliojifanya kuwa matowashi kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Awezaye kulipokea neno hili na alipokee. Yaani lazima ulipokee neno hili kuwa shoga. Mwalimu. Bibi tulia bwana. Mwalimu tumalize na hapo. Ngoja mwalimu. Huyu kijana aje hapa atuambie huu shoga wanaharibu watoto wetu huko. Isaya 20:1 tunamaliza. Mimi nafunga mjadala hapa. Isaya 20:1. Naam. Isaya 20:1 nasema. Naam. Katika mwaka ule jemedali yule alipofika Ashdodi, alipotua na Salgoni mfalme wa Shuru, naye alipigana na Ashdodi akautwaa. Wakati huo Bwana alinena kwa kinywa cha Isaya mwana wa Amozi akisema, haya, uvue nguo ya magunia viunoni mwako, nabii wangu Isaya, na viatu vyako miguuni mwako. Naye Isaya akafanya hivyo, akaenda uchi, miguu yake haina viatu. Bwana akasema, kama vile mtumishi wangu Isaya anavyokwenda uchi, hana viatu, awe ishara na ajabu kwa muda wa miaka 3 juu ya Misri na juu ya Kushi. Vivyo hivyo mfalme wa Ashuru atawachukua uchi wafungwa wa Misri na watu wa Kushi waliohamishwa, watoto kwa wazee, hawana viatu, matako yao wazi, Misri yaibishwe. Sawa, walikuwa na lalaje miaka 3 wakiwa matako yao wako wazi? Mtuambie hapa, uje hapa utuambie watoto kwa wakubwa wanakaa
huku watoto, huku Na nabii wa Mungu Isaya anatembea na watoto namna hii wazi. Wanaangaliana, afu wanaume sio kwa na kaaje na wanawake sio kwa na ushaje vyombo. Hebu mtuambie, uje hapo tuambie, wanawake walikuwa wanaosha vipi vyombo? Umeinama unaosha vyombo, utaoshaje? Wewe acha kutuambia hili neno la Mungu wewe. Haya, tunaingia katika kipindi cha maswali na majibu. Tumaliza hapo. Ni nani sio anaanza? Anaanza yeye aloleta mada wewe. Tumeisha bado. Kuuliza dakika 3 kwa dakika 5. Haya, dakika zake zimesha seti. Ndio. Kuuliza 3 kujibu. Adibuulize swali. Unauliza swali lako dakika. Niulize swali maana wewe jenga swali. Ujibu dakika 5. Mimi ndo nauliza. Ngoja mimi ndo nimemaliza mada, mimi ndo nauliza swali afu yeye ndo anajibu afu anarudisha swali. Haya, umeuliza swali ni kujibu seti. Mimi ndo nauliza. Wewe ilikuwa 5-5, wewe ulikuwa ni 5 na mimi ni 5. Sasa mimi najenga swali na kuuliza, alafu kisha wewe baada ya kunijibu ndo unauliza. Naam. Kwa ni kwangu mimi. Mwalimu, naomba nisomee kitabu cha Samueli wa kwanza 28 kuanzia aya ya 5 haraka mwalimu. Samueli wa kwanza 28 aya ya 5 inasema, kitabu kisichokuwa na bismillah kinasema, anza nenda 8 haraka. Basi Sauli akajigeuza na kuvaa mavazi mengine, kisha akaenda yeye na watu wawili pamoja naye, wakamfikiria yule mwanamke usiku, akasema, tafadhali unibashirie kwa utambuzi. Ukanipandishie yeye nitakayemtaja kwako. Yeye mwanamke akamwambia, angalia, unajua alivyofanya Sauli, jinsi alivyowakatilia mbali hao wenye pepo wa utambuzi na wachafu katika nchi. Mbona basi wanitegea tanzi uhai wangu ili kuniua? Naye Sauli akamwapia kwa Bwana akasema, aishivyo Bwana, haitakupata adhabu yoyote kwa jambo hili. Ndipo yule mwanamke aliposema, je, ni nani nitakaye kupandishia? Naye akasema, nipandishie Samueli. Hata yule mwanamke alipomwona Samueli alilia kwa sauti kuu. Na yule mwanamke akamwambia Sauli akasema, mbona umenidanganya kwa kuwa wewe ndiwe Sauli? Mfalme akamwambia, usiogope, waona nini? Yeye mwanamke akamwambia Sauli, naona Mungu anatoka katika nchi. Naye akamuuliza, ni mfano wa nini? Akajibu, ni mzee anazuka, naye amefunikwa vazi. Basi Sauli akatambua ya kwamba ndiye Samueli mwenyewe, akainama uso wake mpaka nchi, akasujudia. Ndipo Samueli akamwambia Sauli, mbona umenitaabisha mimi hata kunipandisha juu? Basi mwalimu, time ya muda. Swali mimi nauliza. Hapo Sauli alienda kwa mganga kwenda kupiga ramli ili aletewe Samueli kuongea na yeye. Swali langu simple, jepesi. Maneno haya ya Sauli kwenda kwa mganga mwenye pepo ili apandishiwe aongewe na Samueli. Swali langu, walipokuwa wakiongea Samueli na Sauli, walipokuwa wakiongea Sauli na huyu mganga mwenye pepo, maneno haya ni ya Mungu ama ni ya pepo? Swali langu limeeleweka? Maneno haya, hii communication ya huyu mama mwenye pepo na Sauli, maneno haya ni ya Mungu ama ni ya pepo? Umemaliza? Haya, anza moja nisema. Mwekeni dakika 5. Haya. Moja inasema hapa hapo. Inasema, ikawa siku zile hao Wafilisti wakakusanya majeshi yao waende vitani ili kupigana na Israeli. Naye Akishi akamwambia Daudi, jua hakika ya kuwa wewe utatoka pamoja na mijeshini, wewe na watu wako. Naye Daudi akamwambia Akishi, vema, sasa utajua atakayoyatenda mtumishi wako. Naye Akishi akamwambia Daudi, haya basi, mimi nitakufanya wewe kuwa mlinda kichwa changu daima. Basi Samueli alikuwa amefariki dunia. Nao Israeli wote walikuwa wamemboleza na kumzika huko Rama.
ndani ya mji wake KG. mwenyewe. Tena Sauli alikuwa amewaondolea mbali hao wenye pepo wa utambuzi na wachawi katika Jesus. nchi. Nao Wafilisti wakakusanyika, wakaenda kufanya kambi huko Shunemu, naye Sauli akawakusanya Waisraeli wote, nao wakapiga hema katika Gilboa. Basi Pokea alipowaona muujiza. hao majeshi ya Haleluya. Mafilisti, huyo Yesu ni Sauli Bwana. akaogopa na moyo wake ukatetemeka sana. Lakini Sauli alipouliza kwa Bwana, Bwana hakumjibu, wala kwa ndoto, wala kwa ulimi, wala kwa manabii. Ndipo Sauli akawaambia watumishi wake, nitafutieni mwanamke mwenye pepo wa utambuzi ganga, nipate kumwendea na kuuliza kwake. Watumishi wake wakamwambia, tazama, yuko mwanamke mwenye pepo wa utambuzi huko Endori. Sawa kabisa. Endelee. Twende baba. Haleluya. Basi Sauli akajigeuza na kuvaa mavazi mengine, kisha akaenda yeye na watu wawili pamoja naye, wakamfikiria yule mwanamke usiku, akasema, tafadhali unibashirie kwa utambuzi, ukanipandishie yeye nitakayemtaja kwako. Yule mwanamke akamwambia, angalia, unajua alivyofanya Sauli, jinsi alivyowakatalia mbali hao wenye pepo wa utambuzi na wachawi katika nchi. Ona basi wanitegea tanzi uhai wangu ili kuniua. Naye Sauli akamwambia kwa Bwana. Akasema, aishivyo Bwana, haitakupata adhabu yoyote kwa jambo hili. Ndipo yule mwanamke aliposema, je, ni nani nitakaye kupandishia? Naye akasema, nipandishie Samueli. Hata yule mwanamke alipomwona Samueli alilia kwa sauti kuu. Na yule mwanamke akamwambia Sauli, akasema, mbona umenidanganya? Kwa kuwa wewe ndiye Sauli. Mfalme akamwambia, usiogope, waona nini? Yule mwanamke akamwambia Sauli, naona Mungu anatoka katika nchi. Naye akamuuliza, ni mfano wa nini? Akajibu, ni mzee anazuka, naye amefunikwa vazi. Basi Sauli akatambua ya kwamba ndiye Samueli mwenyewe, akainama uso wake mpaka nchi, akasujudia. Ndipo Samueli akamwambia Sauli, mbona umenitaabisha mimi hata kunipandisha juu? Sauli akajibu, mimi nimetaabika sana, kwa kuwa hao Wafilisti wananifanyia vita, naye Mungu ameniacha, hanijibu tena, wala kwa manabii, wala kwa ndoto. Kwa hiyo nimekuita wewe, ili wewe unijulishe nifanyeje. Samueli akasema, kwa nini kuniuliza mimi? Akiwa Bwana amekuacha naye amekuwa adui yako? Yeye Bwana amekutendea kwa alivyosema kwa kinywa changu. Bwana amekurarulia ufalme mkononi mwako na kumpa jirani yako, yaani Daudi. Na tuendelee tena hapo mistari yote. Haya, mimi nataka sana niwaeleweshe sasa. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo hapo kipindi hicho kulikuwa waganga wa kienyeji, sawa? Kweli kabisa, waganga wa kienyeji walikuwepo. Lakini pia Samueli alikuwepo. Samueli alikuwa ni nabii wa Mwenyezi Mungu ambaye alikuwa analeta maono ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo yule mganga alipomwona mtumishi wa Mungu akaogopa, akakimbia. Kwa hiyo yule mganga alipokimbia akaona moto wa Mungu umemtawala Samueli. Kwa hiyo Sauli alienda kinyume na mapenzi ya Mungu. Sauli alienda kinyume na sheria za Mungu. Ndio maana Sauli alienda kukimbia. Kwa hiyo ile maneno yule mganga ilikuwa ni maneno ya kwake binafsi ambayo alikuwa nayo kama. Muda umeisha, swali halijajibiwa. Swali linarudishwa tena. Fresh. Muda umeisha. Kajifanya kurukaruka, muda umeisha. Nauliza, narudi tena na unaweka swali langu. Swali halijajibiwa. Karuka kakwambia usome andiko hili, mimi nilimjua. Ili swali hawezi kujibu. Na nilijua. Kakwambia uanze moja ili time iishe ili swali lipite. Swali linarudi fresh. Swali hajajibu. Nimeuliza swali. Maneno hayo tayari aya imesomwa kwa mara nyingine. Kwa umeelewa vizuri. Swali langu ni hili. Nisikilize wewe askofu.
unajifanya askofu. Sikiliza swali. Maneno hayo yaliokuwa wakiongea ni maneno ya Mungu ama ni maneno ya pepo? Ndio swali langu. Nakupa na kuongeza na hizi dakika. Maneno hayo alikuwa akiongea Sauli na Samueli na yule mwanamke mwenye pepo ni maneno ya Mungu ama ni maneno ya pepo? Swali letu, sikiliza wewe nani wewe askofu sui Musa askofu wewe unataka ufuta ile jina. Ni maneno ya Mungu ama ni maneno ya pepo? Yaani jibu ni hata dakika moja imalizi. Ni ya Mungu ama ya pepo? Tunatoka hapo bro. Swali letu tunauliza katika hayo maneno ni ya Mungu ama ni maneno ya pepo? Wewe unakemea mapepo machafu, wenzao walienda kupiga ramli. Wewe unasema unarukaruka hapa. Wenzao walienda kupiga ramli, walienda kupiga kwa ramli. Sasa tunataka na huyo ni nabii anaenda kupiga ramli. Kuhani pepo kaenda kumchomoa Samueli mahali alikuwa wewe ukipo unaenda kuzimu. Pepo kaenda kumchomoa nabii wa Mungu kuzimu. Pepo kamchomoa kamletea Sauli. Swali tunauliza liko pale pale. Liko pale pale. Wakristo mnakufa mnaenda kuzimu, mapepo yanaenda kuwatuchomoa huko. Swali letu tunaleka pale pale. Maneno yale yaliyokuwa kiongelewa pale ni maneno ya Mungu ama ya pepo? Aya tulizozisoma alizosoma nani kuanzia aya ya kwanza mpaka ya 10 na zile basi, yale maneno ni ya Mungu ama maneno ya pepo? Ndio swali letu. Kwa hiyo usitupeleke si kushoto, usitupeleke juu, usitupeleke kwenye nini, usitupeleke kwenye mti, usitupeleke kwenye nini. Sisi tutarudi, swali letu litakuwa pale pale mpaka ili swali lipate jibu. Maneno yale yanapatikana katika kitabu cha Biblia ni maneno ya Mungu ama maneno ya pepo? Kwa sababu uko mbele unasoma kwamba Mungu akamwacha Sauli. Maana yake maneno yalikuwa naongelea pale, nataka tujibu ni maneno ya nani? Ya Mungu ama ya pepo? Tunataka jibu bwana. Hiyo dakika moja na kupatia. Tunataka jibu wewe askofu. Weka jibu. Ni ya Mungu ama ya pepo? Haya. Sawa. Mimi bwana achana na hayo bwana. Na mimi pia nikikuonesha ya kwenu hapa utakimbia hapa, ambayo yanatendeka kule Maka kule. Nipo nayo nyingi sana, nilikuwa na ya post kwenye nili yangu. Jibu swali. Haya, swali yangu iko hivi. Naam. Sawa, mimi nataka nikueleweshe kwanza. Maneno yale ambayo yule mganga alikuwa anakiongea, yale maneno sio maneno ya Mungu. Umeelewa au la? Takbir. Kwa Biblia sio maneno ya Mungu. Allahu Akbar. Mimi sijasema Biblia, nisikilize. Sijasema jibu sio ya Mungu. Mimi sijasema Biblia si maneno ya Mwenyezi Mungu. Nilisema yale ambayo yule mganga wa kienyeji. Si ndio? Mimi nimeuliza maneno gani? Mbona unasema Biblia? Sasa kwani maneno hayo yanapatikana wapi? Mada imeisha. Mada imeisha. Biblia sio maneno ya Mungu, ni maneno ya Mungu. Nisubiri kwanza. Acha kuleta ubishi. Wewe askofu, umeulizwa swali hapo. Hayo maneno ni ya Mungu ama hayo maneno ni ya mapepo? Wewe ukasemaje? Mara ya kwanza hapa ukaja kutamba Biblia ni maneno ya Mungu. Unaenda wapi? Sikiliza. Acha kumzake au swali jamani bana, mimi utakubali maneno sio ya Mungu yale. Maneno sio ya Mungu. Pigeni takbir. Nilisema kila andiko lenye puzi ya Mungu, kuna mengine hayana. Thank you. Amesema. Nisikilize kwanza. Nilisema hivi, kila andiko lenye pumzi lafaa kwa mafundisho. Kuuliza swali, dakika zako 3 za kuuliza swali. Uliza swali. Maswali yangu haya sasa. Swali yangu iko hivi. Kwenye kitabu hicho cha Qur'ani, kwenye kitabu cha Qur'ani 2:97 huyo 97 nasema sema aliyekuwa adui wa Jibril, hakika yeye ndio aliyeteremsha Qur'ani. Asante. Huyo aliyeteremsha Qur'ani ni Mungu au ni shetani? Unijibu, ni swali tu, unijibu. Maliza, weka swali lako bwana, maliza. Hapa hakuna. Ngoja tu bwana Sheikh. Mbona una nani bwana? Si utulie ndugu yangu. Tulia. Acha jibu, unasemaje? Uliza swali, weka swali vizuri bwana. Hapa hakuna swali. Hivi
huyo aliyeteremsha Qur'ani, wajibu wa Qur'ani ni shetani au sio shetani? Aka jamaa bwana akazina kapenda kweli. Hebu piga 26192 tukufundishe wewe hujui kitu. Yaani wewe ni nani? Ni shetani au 26192? Mwalimu Juma jibu lake liko hapo hapo, mwambie aanzie juu. Achana nayo mimi najua mali piga hiyo. 26192 surati Ashura inasema. Official amerudi. Weka 5. 192 inasema. Weka dakika zetu bana 5 hapo. Weka dakika zetu 5. Dakika zetu hapo. Umerudi baba. Umerudi baba. Huyu vipi anakuuza swali ambalo ngoja tumeshashindwa kujibu swali letu, tumeshapata nani point tayari. Nataka unijibu kwanza. Ngoja wewe weka dakika zetu chef. Weka dakika 5 hapo. Umeshashindwa kujibu swali. Wewe tayari Biblia tushapata ni mashetani. Tumeshapata. Kwa hiyo swali imeisha. Tayari ushashindwa kujibu swali. Weka dakika ndugu yangu. Vipi mbona chelewesha? Weka dakika 12. Naam 26191 anzia hapo. 200 kaka, ama tuanze anzia 190 bana 91 anzia hapo. Sawa. A'udhu billahi minash shaitani rajim inasema, na hakika Mola wako mlezi bila ya shaka ndiye yeye Mwenyezi Mungu mwenye kurehemu. Bila ya shaka hii Qur'ani ni uteremshwa Mola wako mlezi wa ulimwengu wote. Amekuteremshia roho mwaminifu. Ni Jibril. Juu ya moyo wako we Muhammadi, ili uwe katika onyaji kwa ulimi wa Kiarabu ulio wazi. Safi. Haya nenda 200. Inasema 200. Ngoja tulia, unasemaje official? 210 nasema wala mashetani. Nenda maliza. Wala mashetani ni hawafanya nini? Hawakuteremka nayo. Naam. Wala haitakini kwao na wala hawawezi. Takbir. Allahu akbar. Swali limeisha bana, swali limekupa kitu. Ngoja tumalizie kaka. 41. Nisubiri kwanza. Ina maana ulijibu kwamba yule aliye nauliza tena swali nyongeza. Alafu mwalimu msomee hiyo andiko ambalo alilolitoa yeye mwanzie juu ili ajue hao maadui ni wakina nani. Akeshasomewa hiyo, keshasomewa bibu, keshasomewa. Alisha nani yeye hajui kitu, keshasomewa kasahau. Naam shaka. Kaka nasoma 42 Qur'ani. Naam. Uteremsho wa kitabu umetoka kwa Mwenyezi Mungu mwenye nguvu mwenye hekima. Safi. Anayesamehe dhambi. Naam. Na anayepokea toba. Naam. Mwenye kuadhibu, mwenye ukarimu, hakuna Mungu ila yeye. Takbir. Bana tumuongeze. Ngoja mwalimu, tuchukue dakika, tuchukue dakika tumuongezee. Naam. Tumuongezee. Yeye ngoja mwalimu ulikuwa haupo. Swali tumeuliza, kesha tuambia kwamba Biblia ni kitabu cha mashetani. Kwa hiyo tumemalizana na story. Unatuambia nini? Uliza swali letu. Tulia, mbona mihemko? Dakika zetu baba. Kwa hiyo yeye kesha anguka tayari. Sisi tuko na mapointi mengi hapa. Unasemaje? Rudia swali. Rudia swali. Swali la nyongeza bwana. Acha tupige vitu kaka, acha tupige vitu. Pigeni maswali. Haya basi haina shida. Ngoja twende na muda. Official twende na muda. Acha uliza swali la nyongeza tumalizane naye kabisa. Uliza swali la nyongeza. Kwa hiyo huyo aliyeteremsha Qur'ani, wajibu wa Qur'ani mnasema kwamba ni ni huyo ambaye alitajwa kwenye kitabu cha Qur'ani 267. Kwa hiyo huyo aliyeteremsha Qur'ani, nimekubali kwamba Qur'ani ni kitabu cha mashetani. Sawa, nimekubaliana na hilo kama mmekubali Qur'ani ni kitabu cha shetani. Haya, swali nyingine la pili ni hili. Hapo na swali la pili. Mbona mnaenda wapi? Ngoja ujui debate. Wewe 97 inasema, ngoja nifungue ufafanuzi ya leo vizuri. Ngoja kidogo. Huyu nataka niulize nyingine hii hapa. Jibu lake lipo kwenye 98. Mbona mnamwonea huruma? Subiri kidogo. Subiri. Tusikilizane jamani, tupeane. Tulieni. Huyu anakuja na swali la pili.
Sasa swali la kwanza anatakiwa aseme amejibiwa ama hajajibiwa, kisha tufafanue hapa hapa. Sasa akiuliza swali la pili, maana yake sio mjadala. Msha Qur'ani kwenye kitabu cha Qur'ani 2:67 mkasema kweli yule aliyeteremsha kile kitabu kama umekubali huyo. Kwa hiyo wewe unakataa yule aliandika kile kitabu cha ambayo anasema kwamba kitabu hichi kiliteremsha na aliyekuwa ni adui ya Jibril. Kwa hiyo wewe umepingana naye mtume wako, umepingana na mtume wako. Ngoja, kwa kuwa umeshakubali sasa, kwa kuwa umeshakubali umeshajibiwa. Time ni zetu sasa. Tunafafanua kwa basi. Ngoja shida. Kumbe nimekubali. Bwana Yesu zinasema. Haleluya. Sikiliza, ngoja. Amekubali kitabu chao ni kitabu cha mashetani. Ngoja wewe, tulia. Wewe unatuzulia uongo jamani wewe. Huyu mimi najua anachotumia, tulia kidogo. Huyu keshajibiwa akakubali, lakini anaweka maneno yake. Fafanua aya. Sawa, inasema. Uulize swali letu. Ngoja tugeuze kamera. Haraka tu mwalimu. Inasema haraka. Hii hapa hii. Inasema na baadhi yao wanadai kuwa wanakupinga na wanakikataa kitabu chako kwa kuwa ati wao ni maadui wa Jibrili anayekufikishia hicho kitabu. Basi sema ewe nabii, uambie anayekuwa Jibril ni adui wake, basi vile vile huyo ni adui wa Mwenyezi Mungu, kwa sababu Jibril haji na kitabu hichi kwa nafsi yake, bali anakiteremsha kwa amri ya Mwenyezi Mungu, na kitabu hichi kinathibitisha vitabu vilivyotangulia kutoka mbinguni, na kinathibitisha kitabu chenu mwenyewe. Na hii Qur'ani inayoteremshwa na Jibril kutoka kwa Mwenyezi Mungu ni uongofu na biashara njema kwa waumini. Basi bwana, basi. Hicho kitabu huyo Jibril tumemgundua. Wewe nyamaza. Tumegundua huyo. Basi huyo time yako imeisha bwana. Wewe mchungaji, wewe tulia wewe. Ngoja, swali letu la pili. Tuko kwenye swali la pili. Mwalimu, tuko kwenye swali la pili. Sawa? Swali letu la pili, sikiliza basi. Uliza swali wewe tena. Wewe umeniuliza swali. Mbona uelewi? Wewe umeniuliza swali, nimejibu. Mimi nauliza swali la lingine. Simeshamaliza swali lako, mimi nauliza swali langu lingine la pili. Vipi wewe mbona unachanganyikiwa haraka hivi? Mwalimu. Official. Naam. Timotheo wa kwanza 4:6 swali letu. Atwendi bali. Naam. Piga hiyo. Timotheo wa kwanza 4:6. Naam. Wa pili. Timotheo wa kwanza 4:6. Timotheo wa pili bwana, wa pili. Wa pili tena? Ndiyo mwalimu. Haya, Timotheo wa pili 4:6 ni kwa hapo kakangu, inasema kitabu ambacho kimenyimwa bismillahi ndani yake. Naam. Kianzi na jina la Mwenyezi Mungu kinasema. Naam. Kwa maana mimi sasa nafanywaje? Namiminiwa. Takibiri. Swali letu. Wewe askofu ukija hapa. Allahu Akbar. Wewe askofu ukija hapa askofu, hatutaki kwenda mbele, hatutaki kwenda nyuma. Swali letu tunauliza hivi. Paulo, maneno haya ya kumiminwa Paulo ni ya Mungu, ni ya shetani? Uje hapo tujibu. Maneno haya ya kumiminwa Paulo ni ya Mungu, ni ya shetani? Tusaidie. Hatutaki kutupeleka kushoto, kulia. Swali hili jibu lake ni dakika moja. Ni ya Mungu ama ni ya shetani? Swali letu maneno haya ya kumiminwa Paulo ni ya Mungu, ni ya shetani? Tunasoma hiyo 4:1 inasema hivi. Aya, soma. Na kuagiza mbele za Mungu. Naam. Na mbele za Wakristo. Usipate shida kusoma, tunakusomea. Nasoma hapa mimi. Sawa. Au usome. Inasema hivi. Na kuagiza mbele za Mungu na mbele za Wakristo Yesu atakaye wahukumu walio hai na waliokufa kwa kufunuliwa kwake na kwa ufalme wake. Lihubiriwe neno, uwe tayari wakati kufao na wakati usiokufaa. Karibu. Haya.
Kwa maneno haya ambaye Paulo alienenda kuambiwa au kuamuriwa, aliamuriwa na Mwenyezi Mungu kwa sababu ya Wakristo, kwa kuwapa mafunuo kwa ajili ya hukumu utakapokuja kwa wale ambao ni wapinga Kristo kama Waislamu, kwa kuwapa mafundisho na kuwapa namna ambavyo Kristo atakavyokuja kwa wale ambao ni wamempinga. Ndio maneno haya anayoyataja na anayasema. Amemwangiwa mafuta na Roho Mtakatifu ambaye ni Yesu Kristo, amemwangia mafuta matakatifu. Kwa hiyo nafikiri umenielewa. Kwa hiyo na mimi nataka niulize swali. Tulia, mimi narudi kwa swali langu, kama nimeelewa jibu ama sijaelewa. Ndio utaratibu. Baada ya kujibu mimi naulizwa nimeelewa jibu ama sijaelewa, alafu kisha narudisha swali, ama kama nimeelewa nasema nimeelewa, tunatoka unauliza swali. So swali langu, rudia andiko. Rudia, alitaka kulisoma andiko akaona linamchanganya. Rudia andiko mwalimu. Hilo hatubadiliki hapa hapo. Inasema. Naam. Inasema. Maana mimi sasa namiminiwa. Safi. Sasa sikiliza wewe, umekuja hapa. Kufariki kwangu umefika. Ngoja tulia. Keshaelewa, kasoma aya. Anamiminwa, anajua. Wewe umekuja hapo umetuambia maneno hayo ni ya Mungu. Swali, sikiliza wewe askofu, sikiliza swali letu. Anamiminwa nini? Ndio swali letu. Welcome to the team. Basi katika mambo yote vumilia mabaya, fanya kazi ya kuhubiri Injili timilifu, huduma yako sawa, kwa maana mimi sasa na miminwa mafuta. Nisikilize kwanza. Toa andiko. Nisikilize kwanza, nielewe kwanza. Mimi nasoma hapa. Ngoja. Kama nadanganya atasoma pale. Hakuna. Bwana, muoneshe hiyo aya hapo. Onesha hiyo aya. Nisikilize kwanza. Washa kamera. Onesha hiyo aya hapo. Juma, mute mic hiyo na hizi Qur'ani kinasoma wakati tulikuwa tunapiga kelele. Mute mic. Nisikilize sasa. Mimi nakusomea andiko hapa. Soma andiko hapo. Kama unakubali soma tafsiri hapo ndugu. Soma tafsiri hapo. Hakuna tafsiri. Hii yenyewe ni tafsiri. Tafsiri ndio hiyo hapo. Nasoma hivi, inasema hivi. Sawa? Washa kamera wewe. Washa kamera. Ngoja mwashie kamera. Aweke big screen, washa kamera. Washa kamera. Mweke big screen, washa kamera. Echela vina mafuta ni pijiji au ni nini? Mafuta. Amemnunua mafuta na Roho Mtakatifu. Soma andiko bana, acha kutusumbua. Soma andiko hapa, acha ujinga. Nyinyi mnadanganya watu tu. Soma andiko hapo. Soma andiko. Sawa, hii hapa sinataka nisome hapa. Anamiminwa nini? Mafuta ya Roho Mtakatifu. Wapi? Andiko iko wapi? Angoja, wapi anamiminwa wapi? Kichwani. Takbir. Allahu Akbar. Aya, nasoma hapa. Tafunga hiyo. Hiyo imeisha. Aya, uliza swali tumalize. Uliza swali ndio tumalize, matatu tumalize. Wengine waulize. Time fanya haraka, naingia kazi. Mtume wako kama amemnunua mafuta uliza swali, acha kuongeza maneno. Aya, Qur'ani 19:71. Sawa, soma. 19:71. Nisomee hapo. Suratul Maryam.
Ngoja kusomea ndugu yangu. Paulo anamiminiwa mafuta, na miminiwa wapi? Huyu ndio shoga huu. Sasa unaposema hivyo, sawa? Aya, tuachane na hiyo. Mbona unachanganya walimu bwana? Tuendelee baba. Tusome kwenye hadithi ya Abubakari. Subiri kwanza. Tusome kwenye hadithi ya Abubakari. Hatuna hadithi hapa. Bwana soma hapa bwana. Wewe bwana, tunataka tutoe andiko. Unasema masuala yananilia eti kwamba mimino mafuta yananilii. Haya, hadithi hapa Mtume Muhammad kafanya mambo yake kwa Ezeli. Soma hiyo hapo. Tunataka twende wapi? Soma haraka mwache jina hadithi zake za uongo. Juma, mwache sasa mtoloshoga kwenye Biblia, live kwenye Biblia yake. Sawa, ndio nasema asome haraka time inanisha mimi. Haya, soma bwana, soma. Sawa. Soma 19:71 nataka kusoma hiyo. Haraka. Qur'ani 19:71. Sawa. Surati Maryam inasema 19:71. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inasema wala hapana yeyote katika nyinyi ila ni mwenye kuifikia. Hiyo ni hukumu ya Mola wako mlezi ambayo lazima itimizwe. Kisha tutawaokoa wale walio mcha Mungu na tutawaacha madhalimu humo wamepiga magoti. Na wanaposomewa aya zetu zilizo wazi, waliokufuru huwaambia walioamini, lipi katika makundi mawili lenye cheo kizuri na lililo bora barazani? Na kaumu ngapi tuliziangamiza zilizokuwa na mapambo mazuri zaidi na wazuri kwa kuwatazama. Mwenyezi Mungu mtukufu anaendelea na kusema, anamwambia Muhammad, sema walio katika upotofu, basi ya Rahmani mwingi wa rehma atawapurulia muda mpaka wayaone walioonywa, ama ni adhabu au ni saa. Hapo ndipo atakapojua ni nani mwenye makao mabaya na mwenye askari dhaifu. Na Mwenyezi Mungu mtukufu huwazidishia uongofu wenye kushika uongofu, na neema yenye kudumu ni bora katika malipo mbele ya Mola wako mlezi, na yana mwisho mwema. Je, umemwona aliyezikanya ishara zetu na akasema, kwa hakika mimi nitapewa mali na wana? Kwani yeye amepata habari za ghaibu au amechukua ahadi kwa Rahmani mwingi wa rehma? Hasha, tutaandika anayoyasema, tutamkunjulia muda wa adhabu na tutamrithi hayo anayoyasema, na atakufikia mtupu peke yake. Na wamechukua miungu mingine badala ya Mwenyezi Mungu ili ati iwape nguvu. Sivyo kabisa. Swali lake nini bwana? Wataikataa hiyo ibada yao na watakuwa ndio dhidi yao. Hujamwekea muda hata haya. Hapo mtume na baadhi na Waislamu na wengine wote hapo wanaingizwa motoni, sawa? Wapi Waislamu? Katika hiyo aya sikilize kwanza. Mbona unaenda mbali bwana? Sawa, uliza swali basi tumalize. Aya. Wajibu wa hiyo andiko katika namna ambavyo vinavyojieleza na namna ambavyo unavyosema kuhusiana na nyinyi ambao mnaopokea dini ya Kiislamu pamoja na mtume wenu na huyo ambaye mnayemjua kama sijui ndio ala wenu, sawa? Huyo ambaye mnamjua kwa sasa hivi, kufatana na hiyo andiko, wote mnaingizwa motoni, sawa? Ikisindikizwa na hii hapa nisirige, mbona nisikilize hii. Ikisindikizwa na hii hapa Qur'ani, inasindikizwa na hii hapa Qur'ani 50:30. Soma hapo. Qur'ani 50:30. 50:30 Qur'ani tukufu surati. Muda.
inasema muda nini? Uliza swali bana, uliza swali, atapoteza muda na kazi sana, tutapoteza muda bana. Inasema siku tutapoiambia Jahannam, je, umejaa? Umejaa. Je, na utasema kuna wengine italetwa karibu kwa ajili ya siku tutapoiambia Jahannam, je, umejaa? Na utasema, je, kuna zaidi? Na pepo italetwa kwa ajili ya wacha Mungu, haitakuwa mbali. Na pepo italetwa karibu kwa ajili ya wacha Mungu, haitakuwa mbali. Haya ndiyo mnayoahidiwa kwa kila mwenye kurejea kwa Mwenyezi Mungu na atajilinda. Swali lako lipi? Kwa hiyo tukisoma vizuri pale tunamuona huyo ninyi wote ambao mko pale lazima muingizwe ndani ya moto, kwa sababu mmemkataa Yesu Kristo. Mmekataa njia ya uzima na haki na kweli. Kwa hiyo nyinyi wote na pamoja na Allah na Muislamu wote, yani na Mtume Muhammad wote, katika hiyo aya inavyojieleza anasema nyinyi wote mnaingizwa ndani ya nini? Ndani ya moto wa Jahannam. Yani mnaingizwa kabisa, kwa sababu nyinyi ni wapinga Kristo ambao mnaokataa. Acha kuwawaja wewe au acha Mungu. Kwa hiyo katika hiyo andiko, katika hiyo aya nataka sasa hapa ndio nataka niulize swali. Katika hiyo aya jinsi ambavyo ninavyojieleza, mnaniambiaje kuhusiana na hiyo aya katika ndani ya wajibu wa Qur'ani? Nataka mnipe chibu. Maana hapo inajieleza kwamba Mtume Muhammad pamoja na Allah pamoja na wewe wote motoni. Mnaniambiaje kuhusiana na hapo? Tunakwambia hivi sasa. Ngoja. Sio kwamba kusafisha mazingira. Huyu Juma ndio niko naye. Sawa, ngoja naye. Lakini dakika zangu hazijaisha. Sikiza jibu, weka dakika 5 hapo. Sikiza jibu. Naam. Nyingi sana jamani. Yaani tumezaidi dakika 10. Aliposema ameongea muda mrefu hata mimi nikafisha uchafu wake aloweka. Sikiliza Qur'ani. Safisha huyo jamaa anataka kuchafua na ile kitabu kitukufu kabisa. Sawa, sikilizeni jamani basi. Qur'ani inasema Bismillahirrahmanirrahim.